Jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania George Masaju amesema mahakama haiwezi kuendeshwa kwa utaratibu wa kusubiri maelekezo, bali inapaswa kuongozwa na uwajibikaji na kujituma kwa kila kiongozi mwenye dhamana. Katika kipindi hiki leo maalum tutachambua kwa kina kauli nzito ya Jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania kuhusu uwajibikaji, uongozi na utamaduni wa kusubiri maelezo au maelekezo ndani ya muhimili ya mahakama. Februari 25 mwaka 2026 jijini Dodoma, katika kikao cha mwaka cha majaji wa fawidhi, George Masaju, Jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania, alitoa kauli hiyo iliyoibua mjadala mpana. Mahakama haiwezi kuendeshwa kwa utaratibu wa kusubiri maelekezo. Alisisitiza kuwa viongozi wa mahakama wanapaswa kujitambua na kuwajibika bila kusubiri kusukumwa na maagizo kutoka juu. Hii si kauli ya kawaida, ni kauli inayogusa moja kwa moja falsafa ya uongozi na utendaji ndani ya muhimili wa haki. Kauli hii ina tafsiri pana. Kwanza, inagusa suala la utamaduni wa kazi. Katika taasisi nyingi za umma kuna tabia ya kusubiria barua rasmi, kusubiri kikao au kusubiri maelezo kutoka juu. Pia kusubiri uthibitisho wa kila hatua. Matokeo yake ni ucheleweshwaji wa maamuzi, kupungua kwa ubunifu na kuwajibika kwa hofu badala ya dhamira. Jaji mkuu anasema wazi, viongozi wana akili, wanajua wajibu wao, hawapaswi kusubiri kusukumwa. Mahakama ni moja ya mihimili mitatu ya dola, ambapo kuna serikali ambao ni utawala, kuna bunge kwa ajili ya kutunga sheria na mahakama kutafsiri na kusimamia sheria. Uhuru wa mahakama hauishii kwenye kupokea maelekezo ya kisiasa peke yake, bali pia ndani ya mfumo wake wa uongozi. Ikiwa viongozi wa mahakama wanasubiri maelekezo kila wakati, je, taasisi inaweza kweli kuonesha ujasiri wa kimaamuzi au uhuru wa kifikra au kasi ya utoaji haki? Jaji mkuu amesema mahakama ndio kimbilio la wananchi wanapotafuta haki. Hebu tuchambue hili. Wananchi wanapofika mahakamani wanatarajia kusikilizwa kwa wakati, maamuzi ya haki na mchakato usio na urasimu, usio wa lazima. Lakini kama mfumo wa ndani unasubiri maagizo kabla ya kuchukua hatua, inaweza kusababisha kesi kuchelewa, mashauri kuahirishwa mara kwa mara, wananchi kupoteza imani. Au kauli ya jaji mkuu inaonekana kulenga kuongeza uwajibikaji binafsi, kasi ya maamuzi, nidhamu ya utendaji na mambo mengine kama hayo. Jaji mkuu alikosoa tabia ya kuzungumza kwenye vikao alafu wanaotakiwa kutekeleza wanasubiri kikao kingine. Hii ni changamoto inayojulikana kama katika taasisi nyingi sana, ambapo maamuzi yanafanyika, azimio linapitishwa, lakini utekelezaji unasubiri kikao kingine. Hali hii huzaa kukosekana kwa uwajibikaji wa moja kwa moja, kukosekana kwa ownership ya maamuzi, uzembe unaojificha kwenye mfumo. Kwa kauli yake, anaonekana kutaka kuondoa utamaduni wa kusubiri. Jaji mkuu alisisitiza kuwa kujituma si sharti lake binafsi, bali ni wajibu unaotokana na katiba. Hii ni hoja nzito sana. Katiba inaweka msingi wa uadilifu, uwajibikaji na ufanisi, pia huduma kwa umma. Kwa hiyo anachokisema si maoni binafsi, ni msimamo wa kikatiba. Hii inaleta uzito wa kisheria katika kauli yake. Jaji mkuu amesema mahakama inapaswa kuwa mfano wa uwajibikaji wa taasisi nyingine. Pia hili lina mantiki kubwa. Kama mahakama inachelewesha maamuzi, inasubiri maelekezo, inakosa uwajibikaji, je, taasisi nyingine zitawezaje kujifunza? Mahakama ndiyo inayosimamia migogoro ya taasisi nyingine, hivyo inapaswa kuonesha viwango vya juu kabisa zaidi vya uadilifu, ufanisi na uwajibikaji. Hata hivyo, tunapaswa kujiuliza, kwa nini watu wanasubiri maelekezo? Sababu zinaweza kuwa hofu ya kufanya makosa, hofu ya kuwajibisha, au mfumo mgumu wa maamuzi, au pia ukosefu wa rasilimali. Kwa hiyo, kauli ya jaji mkuu inaweza kuwa pia ni mwaliko wa kuboresha mifumo ya ndani, kuweka uwazi wa mamlaka, kulinda maamuzi yanayochukuliwa kwa nia njema. Iwapo kauli hii itatekelezwa kwa vitendo, tunaweza kuona kupungua kwa ucheleweshaji wa kesi, uamuzi wa haraka wa masuala ya kiutawala, kuongezeka kwa uwajibikaji wa viongozi na mahakama. Lakini utekelezaji unahitaji pia ufuatiliaji, tathmini ya utendaji, utamaduni mpya wa kazi.
Kauli kama hii mara nyingi huashiria mwanzo wa mabadiliko ya kiutamaduni, msukumo wa mageuzi ya ndani na onyo la kinidhamu kwa wanaochelewesha majukumu. Inaweza kuwa pia ni ujumbe wa ndani kwa viongozi wa mahakama kwamba tambueni dhamana yenu. Kwa muhtasari, jaji mkuu amesema mahakama haiwezi kuishi kwa maelekezo. Viongozi wanapaswa kujituma. Uwajibikaji ni wajibu wa kikatiba. Mahakama ni kimbilio la haki, lazima iwe mfano. Kwa maoni ya watu wengi, hii si kauli ya kawaida ya kikao cha ndani, ni kauli ya mwelekeo wa uongozi. Anaposema hatuwezi kuishi kwa maelekezo, anazungumzia tatizo kubwa linalojitokeza katika taasisi nyingi: utamaduni wa kusubiri kusukumwa. Katika taasisi yenye dhamana ya kutoa haki, kusubiri maelekezo kunaweza kuwa hatari, kwa sababu haki inaweza kuchelewa, maamuzi yanaweza kuwa ya kinyonge, uwajibikaji unayeyuka. Kwa hiyo, kwa mtazamo wangu, hii ni kauli ya kuamsha dhamira ya viongozi wa mahakama. Mahakama si ofisi ya kawaida ya kiutawala, ni muhimili unaotafsiri sheria na kusimamia haki. Wananchi wanapokata tamaa kwa taasisi za umma, kwa migogoro ya ardhi, kwa masuala ya jinai, kwa migogoro ya mikataba, mwisho wao huwa ni mahakama. Sasa kama ndani ya mahakama kuna utamaduni wa kusubiri kikao kingine, au kusubiri maelekezo ya juu, kusubiri idhini ya kila hatua, hii inaweza kuzoofisha imani ya wananchi. Kwa hiyo, naona jaji mkuu analenga kulinda heshima na hadhi ya taasisi. Kwa maoni, kuna sababu kadhaa kwa nini watu husubiri maelekezo. Jambo la kwanza ni hofu ya kuwajibika. Yaani watu wanaweza kuogopa kufanya maamuzi kwa hofu ya kukosolewa, kuchukuliwa hatua, au kuonekana wamekosea. Lakini pia mfumo mgumu wa kiutawala. Una wakati taratibu zinakuwa nyingi kiasi kwamba watu hawawezi kufanya hatua bila ruhusa nyingi. Jambo lingine ni utamaduni wa kihierarkia. Katika baadhi ya mifumo, maamuzi yote yanatarajiwa yatoke juu. Kwa hiyo kauli ya jaji mkuu inaweza kuwa ni jaribio la kuvunja utamaduni huo. Kwa mtazamo wangu, hii ni kauli ya mageuzi. Mageuzi si lazima yaanze kwa kubadilisha sheria, yanaweza kuanza kwa kubadilisha utamaduni wa kazi. Anaposema hii tabia ya kuzungumza kwenye vikao, alafu wanaotakiwa kutekelezwa wasubiri kikao kingine, hapa anazungumzia tatizo la utekelezaji. Taasisi nyingi zina mikakati mizuri sana kwenye karatasi, lakini utekelezaji unakuwa dhaifu. Kwa hiyo, maoni yangu ni kwamba anasisitiza uwajibikaji wa mtu mmoja mmoja, si wa mfumo pekee. Kwa kauli pekee yake hii haitoshi. Ili mabadiliko yatokee, lazima kuwe na ufuatiliaji na utendaji, tathmini ya viongozi, mfumo wa kupima uwajibikaji. Lakini kauli ya wazi kutoka kwa viongozi wa juu ina uzito mkubwa. Inaweza kuleta matarajio mapya. Jaji mkuu amesema mahakama inapaswa kuwa mfano wa uwajibikaji, na kubaliana na hilo. Mahakama ndio inayosimamia migogoro ya kiutawala, malalamiko ya dhidi ya taasisi, migogoro ya haki za msingi. Kwa hiyo, ikiwa mahakama yenyewe haina kasi na uwajibikaji, itakuwa vigumu kuhimiza taasisi zingine kubadilika. Kwa maoni, hii ni kauli ya kujenga taswira ya mahakama kama taasisi ya viwango vya juu zaidi. Hata hivyo, lazima tuangalie upande mwingine. Kusisitiza kujituma bila kuweka mifumo ya kinga kunaweza kusababisha maamuzi ya haraka yasiyo na uchambuzi wa kutosha, mkazo mkubwa wa viongozi bila rasilimali za kutosha. Kwa hiyo, pamoja na kuhimiza uwajibikaji, ni muhimu pia kuboresha mazingira ya kazi, kuweka uwazi wa mamlaka na kutoa ulinzi kwa maamuzi yanayofanywa kwa nia njema. Kwa ujumla, maoni ya kauli hii, tunaona kauli hii ni ya wakati sahihi ya kiongozi, na pia ya kuhamasisha mageuzi ya ndani, kulinda haki ya mahakama. Lakini mafanikio yake yanategemea utekelezaji. Je, viongozi wa mahakama watachukua ujumbe huu kama onyo, au kama wito wa mabadiliko, au kauli ya kawaida ya kikao? Hapa ndipo mustakabali wa kauli hii utakapopimwa. Kwa dakika hizi za uchambuzi, msimamo wangu ni huu: mahakama haiwezi kuendeshwa kwa kusubiri maelekezo kila wakati. Uwajibikaji binafsi ni msingi wa taasisi imara, lakini uwajibikaji huo lazima uungwe mkono na mfumo thabiti. Kauli ya George Masaju ni mwaliko wa kujitafakari ndani ya muhimili wa haki. Na swali la mwisho, je, tatizo la kusubiri maelekezo lipo mahakamani peke yake, au ni changamoto pana katika taasisi za umma nchini? Hebu tuambie wewe unaonaje kuhusiana na jambo hili.